Kuru wachezaji wamepambana kwa udi na uvumba na mali. Mechi ilikuwa ngumu kweli kweli. Wazungu wanakuambia it's a hard way. Njia ngumu lakini ndio hiyo ya kupita. Kwanza kuelekea lala salama hii katika michezo iliyobakia 9-10. Kiukweli sasa hivi nitakuwa tupige man to man. Yaani natakiwa iwe low mbaya kweli kweli. Yaani nitakuwa tufanye tunavyotaka sisi, sio tufanye wanavyotaka wao. Mechi hizi ni ngumu kweli kweli. Na katika ligi kuu Tanzania bara au popote katika mchezo, na wanakuambia ni heri ukutane na ambaye anakamata nafasi ya pili ama ya tatu ama ya nne ama ya tano na sita kuliko kwenda kukutana na mtu ambaye ameshakata tamaa katika maisha. Ukimwangalia mama mwenye nyumba katika maisha ya ligi kuu Tanzania bara kashajikatia tamaa, na ndio maana ukiangalia mpira anaocheza leo mpaka mimi mwenyewe nikashangaa nikasema what, mama mwenye nyumba ndio yeye anaocheza mpira huu, maana kacheza mpira mkubwa kuliko yeye. Nikasema hivi katika mechi zake zote angekuwa anacheza hivi hivi angekuwa huko mabonde kuinama, kwa sababu ukiangalia timu ambayo inaburuza mkia kule chini ni wao, ni timu ambayo kimekuwa kitu cha mwenda azimu, kimebeba timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu Tanzania bara. Ni mechi ngumu kweli kweli. Ile mchezo leo ulikuwa sehemu gani ya Afrika? Maana kabla mchezo wanalipa wengi mtampiga KMC. Wanazidi sehemu gani mchezo leo? KMC kwanza alikuja kwenye mchezo huu kwamba anataka kwenda kufa na mtu. Na ukiangalia wachezaji jinsi walivyokuwa wanajituma, unaona kabisa kuna kitu walikuwa wanakitafuta. Hata mimi mwenyewe wakati nakuja nilikuwa najua leo kuna chuma 8 ama 7. Angalau wanakuambia mipango sio matumizi. Sasa wanakuambia unapokwenda kukutana na timu ambazo zimeshajifia kwenye ligi kuu Tanzania bara zinakwenda kufa na mtu, ogopa sana. Na ndio maana mpaka sasa hivi ukisikiliza kelele nyingi wanakuambia kocha hafai, kocha aondoke, sijui. Sasa sijaelewa kocha aondoke kwa lipi. Ukiwauliza anakuambia sababu alizofanya hazieleweki. Mimi na kumbukumbu zangu kocha aliamua kumpunguza Yao Kwasi. Kwanza ukiangalia mchezo wa tarehe 3 alitumia nguvu sana, alitumia energy kubwa sana. Ukija kwenye mchezo leo mpaka anakwenda kutoka Yao Kwasi hatujapata goli, na maana moja na bila yani nyau anakwenda kuingia Buba, ina maana anabadilishana. Alichofanya ni kumtoa beki namba 2 na kuingiza mshambuliaji ili tupate nguvu, na ni kweli alivyoingia Buba ndani ya dakika 5 6 7 10 tukapata goli. Sasa mimi nashangaa unaposema kocha aondoke. Hivyo nitaka atoke nani? Hivi ngoja niulize labda kitu kimoja kwa mashabiki wenzangu wa Yanga. Hivi Buba ni mchezaji wa nani? Tumeenda kumkopa kwa Azamu, tumemkopa KMC, tumemkopa Azamu, tumemkopa kwa watoto wa Modi. Buba ni mchezaji wa nani? Sasa amesajiliwa na viongozi wa Yanga. Wanasema Buba sio mchezaji. Sio mchezaji, viongozi wa Yanga mpaka anakwenda kumsajili, na maana umemwona engineer yule sio nani, sio mwenyekiti. Kwa hiyo unapokwenda kumlaumu unasema sio mchezaji. Buba unataka tumweke engo gani? Sio mchezaji. Mpaka anakwenda kutoka Yao Kwasi. Tulikuwa tuna goli ngapi pale? Au tulikuwa tumeshachukua point ngapi? Tulikuwa buyu 0-0 pale. Alipoingia basi ndio unapata goli. Sasa mwisho wa siku unakuja kumlaumu kocha aondoke kwenda wapi? Unajua sio kila ambaye anayeongea kwenye media amevaa jezi ya Yanga ukajua mwana Yanga. Watu wengine wakisema kocha aondoke, kinachotakiwa na nyinyi waandishi habari unamhoji. Uko mumwewe. Kuna uvamizi. Wewe muulize, wewe ni mwanachama. Mbona mnashindwa kuwauliza? Sio kila mbaya. Unajua katika kuelekea lala salama hii, humu tutapata manyau, humu tutapata wakimbizi, humu tutapata wavamiaji, humu hii yote ili mradi kuwapelekea nani. Unajua unapokwenda kumlaumu kocha katika kipindi hiki zimebakia mechi 10, unakwenda kumtoa mchezoni. Sasa mechi 10 naomba kocha aondoke. Kocha bado ana mkataba, naomba aondoke. Utakwenda kuvunja ile mkataba? Haya, wewe ni mwanachama unaisema hivyo. Maana ili aweze kuondoka kocha, na maana niletwe kocha mwingine unamvunja mkataba huyo aondoke. Kadi ya wanachama unajalipa hata shilingi 100 mwaka mzima. Unasema kocha aondoke. Wanaongea hivyo sio kila mvaa jezi ya Yanga ni mwana Yanga. Humu mnapata wavamizi, humu wanyaunyau. Kwa hiyo niwaambie viongozi wa Yanga, kipindi hiki natakiwa tushikamane, ni kukaa na benchi la ufundi kuambia jamani, lala salama hii tunahakikisha kila mechi tunachukua pointi 3 ili tukaribie ubingwa. Lakini tukianza kulaumiana wenyewe kwa wenyewe. Hivi KMC kwa mpira ulioona wewe wafuatilie mara nyingi sana. Kwanza leo tujacheza na KMC mama mwenye nyumba peke yake, Toto la Mudi humo, Azam humo, sijui nani humo. Kitu tulishajifia huko, tulishakata tamaa na kwenda kukutana. Ni heri ukutane na mtu ambaye anakamata nafasi ya 6 kuliko mtu aliyojifia mle. Kwa hiyo sio kila maana anayeongea kwamba kwenye maiki ukavaa jezi ya Yanga maana mdai kadi ya wanachama. Humu mnabali. Kipindi hiki niwaambia viongozi wa Yanga, liingilia huko litokea huko, milozi mingi umpoteza umbwa. Mimi naongea nikiwa mwanachama, nina kadi iliyokuwa hai. Kwa hiyo kipindi hiki ni kigumu kwa kweli. Kocha aondoka, aondoke kwenda wapi? Ogopa matapeli. Kocha aondoke mpaka msimu unakwenda kuisha. Wewe unasema kocha aondoke, wewe ndio wa kwanza, uwe wa kwanza kuondoka. Kwani kuna mtu alikuita hapa uje ushangilia Yanga? Ukiona mambo magumu watoto wa Mudi leo wanaruka huko. Angalia toto la Mudi kweli tumeliacha linabweka kule. Pia limeongoza goli 2. Mwisho wa siku tunashangaa kwamba itakuwaje? Kocha huyo ndio alofanya siku tumetoka pale Meja Samuel tunashangilia. Kocha huyo tumetoka. Haya bila kocha siku ile
tungekuwa tushatoa zile chuma mbili zile. Watu wanaongoza ndani ya dakika 7. Tumetoa chuma mbili pale. Kocha huyo amefanya rotation, amekwenda kujiuliza nimekosea wapi. Walivorudi amerudi kivingine. Tumetungoloa zote. Tumemwacha nani anabweka pale Meja Samuyo. Tumewacha watoto wa Mudi anabweka pale. Alafu nawaambia watoto wengine watoto wa Mudi ametumwa. Mimi nakwambia na nyinyi waandishi habari, mwambieni kama anasema mwambie atoe kadi ya wanachama. Kocha aondoke kwenda wapi? Yupo na mpaka msimu unaisha. Msimu ukisha ndo waanze kulalamika, lakini kipindi hiki sio cha kumwachia kocha. Humu unakutana na watoto wa Mudi. Tunacheza timu 4 humu. Kwa ile performance ambayo wa surprise KMC amkitarajia wale mashabiki wa Young Africans. Na mimi mwenyewe ndo maana nikiwa kwenye majukwaa kule nimebaki na shangaa. Hivi hawa watoto hawa mimi namuita mama mwenye nyumba. Wangekuwa anacheza hivi, wangekuwa mabonde kuinama kule. Kwa sababu mpira unaocheza leo mama mwenye nyumba sijawahi kuona tangia anze. Ukiangalia anavyopepea kule mabondeni kule unaambiwa, yani yupo kama kichwa cha mwendazimu kabeba timu zote kwenye kundi kwenye ligi kuu Tanzania bara. Yupo mabonde kuinama. Kacheza mpira mkubwa, angalia kwanza. Ukitaka kujua kabisa yuko leo alikuwa kivingine. Angalia golikipa kaokoa michomo mingapi? Kwanza golikipa mwenyewe apewe sifa. Yani yule golikipa leo ilitakiwa isingekuwa kero kwa goli lake la Winome. Na maasisti ya kufa mtu. Yani leo golikipa leo kama tungetoka nyau leo hii man the match angekuwa golikipa. Kaokoa michomo mingapi pale? Vijana wamepambana, magoli yameshindikanika kuingia. Wewe utakafanyaje? Au ulitaka wachezaji watoka wamevunjika pale? Watu wamejituma imeshindikanika. Kaokoa michomo mingapi pale? Yani leo golikipa kajitahidi, yani isingekuwa goli la Okelo tungetoka nyau. Leo hii golikipa KMC mama mwenye nyumba. Leo ungetoka man the match. Kwa vijana wamepambana, umepata goli. Bado unapiga kelele, kocha ondoke. Kocha tungetoa sare. Tungetoa sare ongelalamikia. Kama goli moja tu. Wewe ukitaka kujua kabisa sare inauma, muulize mtoto wa Mudi juzi kule. Wewe tumepata goli moja. Tumekwenda kukutana na mtu aliyojifia. Bado unalalamika unasema kocha, je, tungetoka sare tungelalamika mpaka ufe hapa. Kwa hebu kuna vitu vingine jamani, nitakuwa moyo mnaangalia. Mtoto wa Mudi tumemwacha kule 2-2 analalamika kule. Anaongoza ndani ya dakika 6 goli 2. Watu wamesawazisha zote, tumemwacha analalamika kule. Sasa ukitaka kujue goli moja ni raha. Hivi usimwambie, muulize mtoto wa Mudi kilichomkuta tarehe 3 nyau kule. Kaza kurukulia kule. Kwa waambieni hao wanaopiga kelele. Kama anaona kocha hafai, mwambie yeye ndo hafai, mwambie aondoke. Kwanza hana hata kadi ya wanachama. Kocha ondoka kwenda wapi? Yupo, ogopa matapeli wewe.